Kila unapokuwa wewe na depression, unapokuwa na matatizo, unapokuwa na mushkila, mambo yako hayaendi, ukiwa na dhiki unaopewa njia kutoka kwa dhiki zako, ukiwa na matatizo unasuluhishiwa, ukiwa unahitaji watoto, leta istighfar, unahitaji mali, leta istighfar, unahitaji furaha, kila kitu leta istighfar. La kwanza, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumtakia rehma Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu na kukuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thaniyan, rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi, amepokea Imam Ahmad katika musnad, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume amesema, qala shaitan alisema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzatika ya Rabb la abrahu ughwi bani adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Anaapa shaitan au aliapa shaitan, sitawacha kwa izza yako, naapa kwa izza yako ya Rabb, sitawacha kuwashawishi na kuwapoteza wanadamu madamat arwahuhum fi ajsadihim, madamu roho zao bado zipo katika miili yao, madamu mwanadamu huyu yupo hai, sitaacha kumpoteza na kumshawishi. Faqala Allah, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, akaapa kwa izza yake na utukufu wake, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, na mimi nitaendelea kuwasamehe madamu wao ni wenye kuniomba msamaha. Al-istighfar ya ibadallah, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu kukithirisha, la yastaghni abdun an istighfar. Mwanadamu hawezi kujitosheleza akasema mimi sitaki kuomba msamaha. Yoyote yule anaishi juu ya ardhi asijitosheleze akaona kuwa mimi naweza kuishi pasi na kuomba msamaha. Na katika fikra tuliokulia nayo ni kuwa msamaha kuomba ni lazima uwe umekosea. La wallah, si lazima uwe umekosea kuomba msamaha. Istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimishia manabii kuleta istighfar. Istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimishia wema kuleta istighfar. Alaysa min hadi nabii sallallahu alayhi wasallam, je, sio katika uongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam unapomaliza kuswali ulete istighfar? Ukimaliza tu assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, unasema astaghfirullah 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 3 marat. Umekosea wapi? Alaysa min hadi nabii sallallahu alayhi wasallam, je, sio katika muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mkimaliza kukaa, hata kama mliozungumza ni khairi mwanzo mwisho, mulete istighfar? Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulete istighfar. Mtume alikuwa akisema hii hali ya kuwa akimaliza kuzungumza na masahaba, hata kama anawahusia, anawapatia nasiha, hakuna kibaya kilichoongelewa, lakini naleta istighfar. Bali tumefundishwa mpaka ukitoka kujisaidia, ukatoka sehemu ya haja msalani, ukatoka utasema ghufranak, atlubul maghfira min Allah. Unatoka kujisaidia kutoa machafu katika mwili wako, unamshukuru Mola wako kwa kuomba msamaha. Umekosea wapi? Sio lazima ukosee ndio uombe msamaha. Yaqulu Ibn Umar radiyallahu anhu, Ibn Umar anasema kama rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim, anasema kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam
100 marra fi almajlis alwahid wa huwa yaqul rabbi ighfir li wa tub alayya. Ilikuwa tukimhisabia mtume mara 100 kwenye kikao kimoja, akisema rabbi ighfir li wa tub alayya. Akikaa kikao kimoja anasema mara 100 rabbi ighfir li wa tub alayya, anaomba msamaha mara kwa mara. Adam wa Hawa, qala Allah subhanahu wa ta'ala anhuma, qala rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Huyu ni Adam na Hawa wanaleta istighfar. Ibrahim, rabbana ighfir li wa liwalidayya. Ibrahim anasema maneno haya. Nuh, rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina. Nuh. Suleiman, rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Hawa ni manabii wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Mtume anaambiwa maneno haya, liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Huyo amesamehewa madhambi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado Allah anamwambia nini? Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sio lazima uwe na dhambi ndio uombe msamaha. Wanachuoni wanasema katika sababu za kukubalika dua ni kutanguliza kuomba msamaha hata kama huna dhambi. Ukitaka dua yako ikubalike, tanguliza kuomba msamaha. Tumetaja dua aliyoomba Suleiman, rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Anaomba ufalme, anaomba utajiri, lakini mwanzo ametanguliza rabbi ighfir li, ewe Mola wangu nisamehe. Na nini? La, anataka kile anachokiomba. Leo ukiambiwa kaa chini ulete istighfar, omba msamaha kwa Mola wako, unaanza kujiuliza nimefanya nini? Nimekosea wapi? La. Istaghfiru, Mtume anasema ombeni msamaha, fa inni astaghfiru fi kulli yawmin 100 marra, au kama qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kila siku hakosi mara 100 kuomba msamaha kwa Mola wake. Amefanya nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni jambo ambalo kwamba Allah analipenda. Si lazima ukosee. Ondosha ile fikra kuwa lazima nikosee ndo niombe msamaha. Kila ukikaa leta istighfar, kila ukikaa muombe Allah msamaha. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfir li, rabbi ighfir li. Omba msamaha kila wakati. Wal istighfar, Ibn al-Qayyim anasema istighfar sio tu kwa nutq ukasema astaghfirullah, astaghfirullah, bil lisan wal qalb, na moyo uhudhurishe kuwa mimi hapa ninapofanya naomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ninayoyajua na nisiyoyajua na niliyoyafanya na yale ambayo kwamba nitaenda kuyafanya nisiyoyajua, namwomba Mola wangu msamaha. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, law annakum la tudhnibun, lau ungekuwa nyinyi hamkosei, ni binadamu wakamilifu, la dhahaba Allahu bikum thumma jaa biqaumin yudhnibun wa yastaghfiruna Allah wa yaghfiru Allahu lahum. Lau ungekuwa nyinyi wakamilifu mkosei, Allah angeondosheni nyote, kisha kaleta waja ambao kwamba wakosea, kisha wanarudi kwa Mola wao kwa kuomba msamaha, na Allah anawasamehe. Allah anapenda katika ibada min ajalli al-a'mal, bal min ajalli al-ibadat al-istighfar, mtu kuomba msamaha kwa Mola wake. Ukawa mara kwa mara unaomba msamaha, ukimaliza kusali ndani ya sala, ukimaliza kuzungumza na watu, ukitoka msalani, kila unachokifanya unakithirisha kusema astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah, astaghfir, kwa kuhudhurisha moyo wako, sio tu kusema
ukapata mtu analeta mara 1000, huelewi anasema nini. La, huu unakuwa ni qalbun ghafil, moyo ulioghafilika. Unasoma tu kama nyimbo, unaleta tu kama maneno ambayo kwamba hujui hata maana yake. La, mwanadamu anatakana kithirisha istighfar. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. Ibadallah, katika istighfar kuna mambo adhimu ndani yake. Kuna mambo mazito sana ndani ya istighfar. Asidhanie mwanadamu kuwa nikileta istighfar ni kuondoshewa madhambi pekee. Naam, madhambi yako yatafutwa, lakini kuna neema nyingi zitafata baada ya hilo, fi dunya wal akhirah, duniani na kesho akhirah. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح عليه الصلاة والسلام anawaambia watu wake, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. La kwanza ni mwenye kusamehe madhambi, utafutiwa madhambi yako. يرسل السماء عليكم مدرارا, kisha atakuwa ni mwenye kuwatumilieni mvua yenye manufaa, mvua yenye kuleta mazao. Hii ni riziki. Laysa shartan an yakuna rizqa mala, si lazima riziki iwe ni mali. Lau sote tungekuwa na pesa alafu hakuna chakula cha kununuliwa, pesa zingekuwa taka, pesa zingekuwa ni uchafu. Ukawa na mamilioni au billions au trillions katikati ya desert, hakuna mtu, hakuna cha kununua, pesa ni taka. Allah anasema tutawateremshieni mvua yenye manufaa yenye kuleta mazao. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, na atawaneemesheni watoto na mali. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kisha mtakuwa ni wenye kuruzukiwa vile vile bustani za pepo na mito itapita kwa ninyi. Mtakuwa ni wenye kuneemeshwa na watoto, mtaneemeshwa na mali, hali ya weather itakuwa nzuri, mazao yatakuwa mingi, utasamehewa madhambi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu fi kulli dhiqin makhraja wa fi kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allahu min haythu la yahtasib. Mwenye kulazimiana na istighfar, anailazimiana kila wakati, anasema astaghfirullah astaghfirullah, ja'ala Allahu lahu fi kulli dhiqin makhraja. Kila unapokuwa wewe na depression, unapokuwa na matatizo, unapokuwa na mushkila, mambo yako hayaendi, Allah hukutolezeshea njia. Wa fi kulli hammin makhraj wa fi kulli hammin faraja. Na kila unapokuwa na dhiki, ukawa stress, ukawa una mambo yanakusonga, msongamano wa mawazo, istighfar ndiyo dawa. Lazimiana na istighfar. Ukikaa ukakumbuka madhambi yako, unayavuta kichwani, unayavuta kwenye kichwa chako, kuna siku nilimdhulumu fulani, kuna siku nilifanya kadha, kuna siku nilifanya hivi, ya haya ninayoyajua na yale niliyoyasahau na yale nisiyoyajua, ya Rabbi nisamehe. Nitakujaje mimi mbele yako nimeyabeba haya? Mimi nina sura gani mimi ya kukutana na wewe hali ya kuwa yote yako kwenye mgongo wangu? Usiponisamehe leo, basi sina mimi wa kunisamehe. Usiponisamehe na kunifutia madhambi yangu, mimi siwezi kukutana na wewe Mola wangu. Ukawa unavuta ndani ya moyo wako ile shuuru, unaivuta. Mimi hapa sijui nimebakisha ngapi kuishi, sijui nimebakisha madhambi mangapi mimi nitayafanya na mangapi nimeyafanya. Basi Mola wangu nimekujia, hakuna mwingine wa mimi kumwendea, ni wewe. Ukajiliza kwa Mola wako kwa kuomba msamaha. Mtume anasema kila mambo yako yanapokuwa yamefungika, Allah anakutolezeshea njia. Unapokuwa na shida, unapokuwa na matatizo, unapokuwa na depression, unapokuwa sijui na stress, istighfar. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku kwa njia ambayo kwamba hakutarajia wala haijui. Istighfar, riziki zitakuja, watoto watakuja, mali zitakuja,
utakuwa na furaha, utaondoshewa depression, utaondoshewa matatizo katika maisha yako. Unasubiria nini ya Abdallah? Bali istighfar ni sababu au kizuizi kinachokuzuia wewe. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Hakuwa Allah ni mwenye kuadhibu waja ikiwa mtume yupo ndani yao, na hakuwa Allah ni mwenye kuadhibu waja au umma ikiwa hali ya kuwa wao ni wenye kuleta istighfar. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama rawa al-imam at-Tirmidhi fi sunani, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala alayya li ummati amanain, mtume ameniteremshia mimi kwa umma wangu amani mbili ambazo kwamba zinazuia adhabu. Amani ya kwanza ni mtume kuwa kwetu sisi, alipoondoka ikabakia amani moja, kizuizi ni kimoja tu cha sisi kutoadhibiwa. Wa hum yastaghfirun, hali ya kuwa wao ni wenye kuleta istighfar. Inazuia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isitufikie. Istighfar ibadallah, leteni kwa wingi, kithirisheni kuomba istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zitakuja kwa wale wenye udhaifu, pengine unaonewa, unadhulumiwa, pengine uko kwenye kesi unahitaji nguvu, basi rudi katika istighfar. Umedhulumiwa kesini, umeibiwa, sijui umefanyiwa nini, unataka nguvu. Ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Hud anawaambia umma wake, rudini kwa Mola wenu, ombeni msamaha. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ombeni istighfar kwa Mola wenu kisha tubuni kwake. Yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, atawapeni nguvu, atawazidishieni nguvu katika nguvu zenu. Kuna mtu anakudhulumu, kuna mtu naona pengine huyu ananionyesha ujabari, huyu ananionyesha kuwa yeye ni zaidi yangu, basi rudi kwa Mola wako, kithirisha istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia nguvu zaidi ya zile ambazo kwamba unazo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia umma wake, wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, mutapewa maisha mazuri, maisha mepesi, maisha ya furaha. Yumatti'ukum mata'an hasana, mutapewa maisha mazuri mepesi yaliyo furaha. Una maisha ya furaha, ukiwa na dhiki unapewa njia kutoka katika zako, ukiwa na matatizo unasuluhishiwa, ukiwa unahitaji watoto leta istighfar, unahitaji mali leta istighfar, unahitaji furaha, kila kitu leta istighfar. Maisha yatakuwa mepesi, na siku ya kiyama yamefutwa yale uliyoyafanya. Duniani ni furaha, akhira ni furaha. Anasubiria nini mja? Anataka nini mja? Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha dua inaitwa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dua hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qalaha minan nahar, mwenye kuisema dua hii mchana, famata fi yawmihi muqinan biha, akasema dua hii katika siku ile ana yaqini. Huu ndio tunaozungumzia moyo kuhudhurisha, ana yaqini na dua hii, muqinan biha, famata fi yawmihi qabla an yumsi fahuwa min ahli aljanna. Wa man qalaha fi laylihi, na mwenye kuisema dua hii katika usiku wake, famata fiha, akafa katika usiku huo, muqinan biha, hali ya kuwa ana yakini na hicho alichokisema, kabla an yusbih, kabla ifike alfajiri, akawa usiku ameisoma dua hii au mchana ameisoma dua hii asubuhi,
Hii ni katika adhkaru sabah wal masa, adhkari za kusoma asubuhi na jioni. Ukawa unaisoma asubuhi, ikifika unaisoma, unahudhurisha moyo wako. Mtume anasema ukifa siku ile kama umeisoma asubuhi, kabla ifike usiku ukafariki, fahuwa min ahli janna, ni katika watu wa peponi. Na mwenye kuisoma usiku akafa usiku kabla ifike asubuhi, fahuwa min ahli janna, ni katika watu wa peponi. Dua hata dakika moja haifiki. Sayyidul istighfar fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, hakika hakuna mwenye kusamehe isipokuwa wewe pekee. Tukithirisheni ibadallah sana na sana katika kuleta istighfar. Usisubirie umegeuka, umeona mwanamke ndo astaghfirullah, sijui umeona chafu, umefanya nini, mara umemdhulumu, astaghfirullah, ataomba msamaha. La wallah, usisubirie ufike huko. Kithirisha istighfar, ndio Allah atakukinga na yale maovu mengine yanayokuja. Wa bihadha fasallu wa sallimu ala man umirtum bis salati alayhi faqala subhana inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.